Miongoni mwa tetesi zilizopo katika usajili huu wa dirisha dogo ulioanza Januari mosi mpaka Januari 30 hasa kuhusiana na wekundu wa Msimbazi Simba ni pamoja na kiungo wa ushambuliaji Jayden Adams, mchezaji wa kimataifa Afrika Kusini ambaye hivi sasa angali akitumikia Mamelodi Sundowns ya Afrika Kusini. Huyu miongoni mwa sababu za kuhusishwa kwake na wekundu wa Msimbazi Simba, moja wapo ni kwamba Simba wanao ukwasi wa kutosha wa kuweza kuwa na wachezaji wa kiwango cha juu kama yeye Jayden Adams. La pili, huyu Jayden Adams ni kijana wa kocha Steve Barker ambaye hivi sasa anaongoza wekundu wa Msimbazi Simba. Alikuwa naye katika msimu uliopita 2024-2025 katika klabu ya Stellenbosch ya kule nchini Afrika Kusini inayoshiriki ligi kuu ya nchi hiyo. Yeye alikuwa ni miongoni mwa wanaofanya vizuri sana. Alishiriki pia katika safari ya Stellenbosch kwenda mpaka katika fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Huyu Jayden Adams alikuwa miongoni mwao, ingawa aliondoka Januari mwaka 2025 wakati usajili wa dirisha dogo kutoka Stellenbosch akienda kujiunga na Mamelodi Sundowns. Ndani ya Mamelodi Sundowns kwa msimu huu amekuwa hatumiki sana, na hivyo inatajwa kuwa ni sababu mojawapo kwamba inaweza kufanikisha pesa hizi kuwa za kweli. Akatua Simba kwa kocha anayemwelewa vizuri sana, kwa kocha ambaye alimsimamia wakati akifanya vizuri sana ndani ya Stellenbosch wakati akiitumikia timu hiyo, na hivyo uzito au kuwapo kwa tetesi zaidi juu ya mchezaji huyo kujiunga na wekundu wa Msimbazi Simba ndipo zinapozidi kupata nguvu. Huyu ni mchezaji ambaye kwa kocha Miguel Cardoso wa Mamelodi Sundowns kwa msimu huu 2025-26 amekuwa ampi nafasi sana ya kucheza. Matokeo yake tetesi kumuhusisha na klabu mbalimbali na hasa Simba wakati huo dirisha dogo la usajili ndipo zinapopata nguvu. Katika ligi ya mabingwa barani Afrika amecheza mechi moja kati ya mbili ambazo Mamelodi Sundowns wameshacheza mpaka sasa. Ni ile mechi ambayo Mamelodi Sundowns waliwafunga Saint-Eloi Lupopo ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mabao 3-1, yeye akiingia kuelekea mwishoni mwa mchezo kwenye dakika ya 90 ndipo akaingia baada ya kutolewa kwa Tashrik. Yeye alipoingia alicheza kwa dakika moja tu, mechi ikaisha, akigusa mpira mara mbili tu. Kumbuka Mamelodi Sundowns chini ya kocha Cardoso, umbile lake katika muundo wa timu yake ni baada ya golikipa anakuwa na walinzi wanne, halafu kuna 2-2-2, kwa maana kuna viungo wanne wanaosimama au wanaonekana katika umbile la wima, yani 2-2, halafu mbele kuna washambuliaji wawili. Kwenye wale wawili sasa ndipo ambapo yeye huwa anapata nafasi hiyo ya kucheza kama mshambuliaji, lakini pia anaweza kucheza kama miongoni mwa viungo watatu washambuliaji kwenye mfumo wa baada ya golikipa, walinzi wanne, viungo wale ukabaji, viungo watatu washambuliaji, mshambuliaji kinara mmoja. Jayden Adams anaweza kuwa miongoni mwa wale watatu akitokea kushoto, kulia ama nyuma ya mshambuliaji kinara. Sasa kwenye ligi kuu ya Afrika Kusini PSL, Mamelodi Sundowns wameshacheza mechi 13. Wangali wakiongoza ligi hiyo, lakini yeye huyu Jayden Adams amecheza mechi 10 tu kati ya 13. Pengine unaweza kuona mechi nyingi kati ya 13 kucheza 10, lakini kiuhalisia ni kwamba dakika alizocheza uwanjani ni dakika 454 tu. Kwa lugha nyingine ni wastani wa dakika 45 katika kila mchezo. Na hivyo kwamba ni ushahidi hatumiki kihivyo. Ndio. Mpaka sasa katika ligi kuu ya Afrika Kusini amefunga bao moja kutokana na kucheza kwake huko kwa muda mfupi, lakini amegusa mpira mara 350, ametoa pasi 278, zilizofika ni pasi 242. Kati ya hizo pasi 104 ni katika nusu ya pili ya uwanja ambako yeye ndiko hucheza zaidi kama kiungo ushambuliaji ama miongoni mwa washambuliaji wawili wanapocheza kwa mfumo ule uliotoka kuelezea 4-4-2. Lakini huwa anashiriki vyema majukumu ya kiulinzi, majukumu ya kupigania mpira unapopotea. Huupigania kutoka katika miliki ya wapinzani kurejea katika timu yao. Miongoni mwa yale aliyofanya katika mechi 10 za ligi kuu Afrika Kusini PSL ni pamoja na kufanya tackling, kuingia uvunguni, kucheza mpira bila kusababisha madhara kwa timu yake. Amefanikisha mara 13. Kuna kitu inaitwa interceptions, kuingilia mpira ambao wapinzani wanapasiana, mmoja kumpasia mwingine kabla hujafika yeye anakwenda kucheza, ama mpinzani ajaribu kutuliza, anaufikia anamzidi maarifa, ama mpinzani ajaribu kukokota, anamzidi maarifa, anaucheza. Amefanya hivyo mara 3 interceptions. Lakini clearances, kuubutua mpira, kuuosha kutoka katika eneo hatarishi na lango lao, amefanya mara 9, ingawa yeye ni mchezaji ambaye huoperate zaidi, hufanya kazi zaidi mbele ya mstari wakati wa uwanja katika kuleta madhara kwa wapinzani, kutafuta
fursa za kuiwezesha timu yake kupata mabao. Sasa akijiunga ndani ya Simba kwa kocha Steve Barker, ni dhahiri kwamba Jayden Adams ana maeneo mengi ya kuweza kuisaidia Simba, na hasa akidumisha kiwango chake bora alichowahi kukionyesha wakati akiwa Stellenbosch. Ndani ya Simba kocha Steve Barker kwa mfumo wa baada golikipa, walinzi wanne, viungo wale ukabaji, viungo tatu shambuliaji na mshambuliaji kinara mmoja, kama nilivyotoka kufafanua awali, anaweza kutumika katika maeneo matatu miongoni mwa viungo wa ushambuliaji pale juu, nyuma mshambuliaji kinara. Lakini unapotumika mfumo wa 4-4-2, yeye anaweza kuwa miongoni mwa washambuliaji wawili kule juu akishirikiana na kina Jonathan Soa, Steven Dese Mukwala, Selemani Mwalimu na yeyote atakayepangwa kulingana na mfumo huo, endapo kocha Steve Barker ataamua kufanya hivyo. Lakini miongoni mwa yale ambayo yanatarajiwa ni pamoja na yeye kuongeza silaha za kocha Steve Barker, kumuongezea mawanda ya kuchagua nani acheze kuelekea mechi ipi, kwa mtindo upi, na malengo ya mechi ni yepi katika kufanikisha matokeo ya ushindi. Hivyo anakwenda kuongezea nguvu Simba endapo hili linaloelezwa tetesi hizi zitakuwa za kweli. Lakini faida kwake nyingine na unafuu anaweza kuupata, alimradi ashindwe yeye tu kuonyesha kipaji chake, ni kwamba ndani ya Simba kuna wachezaji kadhaa ambao nao wanatoka Afrika Kusini kama yeye. Kuna Neo Maema mpaka sasa, kuna Rushaine De Reuck, lakini kocha Steve Barker miongoni mwa maafisa wa benchi la ufundi wapo wanaotoka Afrika Kusini, akiwamo Sibusiso Mukalu na wengineo. Lakini changamoto hazikosekane. Changamoto moja wapo ni kwamba atapaswa kuimarisha kiwango chake, aonyeshe wala kile alichokionyesha Stellenbosch, kwa sababu kwa kuwa atumiki sana hivi sasa ndani ya Mamelodi Sundowns, Simba ushindani ni mkali. Nafasi anayocheza yeye kuna wachezaji wa kutosha wenye kipaji. Ndiko ambako anapatikana kina Kibu Dennis Prosper, anapatikana kina Eli Mpanzu Kibisawala, Selemani Mwalimu, Jonathan Soa, Steven Dese Mukwala, kama nilivyotoka kueleza, maana yeye huweza kucheza kama kiungo ushambuliaji, kama mshambuliaji kote anaweza kucheza. Ladak Chasame anapatikana maeneo hayo. Joshua Budo Mutale yupo pia maeneo hayo. Neo Maema ambaye ni raia mwenzake wa Afrika Kusini anacheza maeneo hayo. Lazima aongeze jitihada, vinginevyo anaweza kujikuta anasajiliwa katika dirisha dogo, lakini asipate nafasi ya kutosha endapo atashindwa kukabili ushindani kutoka kwa waliopo. Lakini kuna raia wenzake wa Afrika Kusini, Rushaine De Reuck amekuwa akifanya vizuri sana, lakini Neo Maema bado hajawa Neo Maema yule ambaye alipata kufanya vizuri sana ndani ya Mamelodi Sundowns. Sasa yeye atakapotua, itakuwa ni rahisi kwa baadhi ya mashabiki kuhusianisha kile alichonacho na Neo Maema, kwa sababu tu wote wanatoka Afrika Kusini, ingawa sio mlinganisho mzuri, maana kila mmoja na talanta yake na kipaji chake alichomjalia maanani. Lakini kwake lazima ajiandae kwa shinikizo hili la kutaka kulinganishwa na Neo Maema ambaye bado hajafikia kile ambacho wana Simba walikitarajia, na hivyo yeye atapaswa kufanya tofauti kwa kuonyesha kiwango bora from day one pindi atakapotua. Lakini changamoto nyingine, ujio wake, maana yake Simba lazima ifanye maamuzi magumu kumtoa miongoni mwa wachezaji 12 walionao wa kigeni, kwa sababu kanuni za ligi kuu Tanzania bara zinataka wachezaji mwisho 12 wa kigeni. Simba tayari wanao wachezaji 12, lazima atoke mmoja wapo wa kigeni ndipo aingie yeye, ili kwenda kutoa ushindani kwa waliopo akina Mohamed Bajaber na wengineo, kuhakikisha anashirikiana na benchi la ufundi chini ya kocha Steve Barker kuiwezesha Simba kutimiza mipango yake katika ligi kuu Tanzania bara, kombe la shirikisho la benki CRDB, ligi ya mabingwa barani Afrika. Lakini faida kwake tu ni kwamba anatoa Simba ambayo nayo inashiriki ligi ya mabingwa barani Afrika kama Mamelodi Sundowns, lakini yeye na wenzake endapo kweli atasajiliwa, basi lazima waipe furaha Simba kwa kuhakikisha wanapata matokeo mazuri kwenye mechi nne zilizobaki za hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika. Kwenye kundi lao la D, Simba wako mkiani, wamecheza mechi 2, wamefungwa zote. Wamefungwa na Petro Atletico ya Angola bao 1-0 kwa Mkapa jijini Dar es Salaam, wamefungwa 2-1 dhidi ya Stade Malien kule Mali, na kwa sababu hiyo mechi za 4 zilizobaki zikiwamo za back to back dhidi ya Esperance de Tunis kati ya Januari hii 23 na Januari 30, Simba itatakiwa ishinde. Lakini pia kwenye mechi zilizobaki nyingine dhidi ya Stade Malien itakayochezwa nchini na dhidi ya Petro Atletico itakayochezwa kule Angola, yeye akitua tu Jayden Adams, maana yake anakumbana shinikizo hili katika ligi ya mabingwa barani Afrika kuhakikisha yeye na wenzake atakaowakuta ndani ya Simba wanaleta furaha kwa wekundu wa Msimbazi Simba, wanaleta furaha kwa Watanzania kwa kuhakikisha wanapata ushindi, wanapata matokeo mazuri katika mechi 4 zilizobaki kwenye kundi lao, ili
wawe miongoni mwa klabu mbili zitakazomaliza kileleni na hivyo kutinga hatua robo finali ligi ya mabingwa barani Afrika, hatua ambayo Simba tangu msimu wa 2018-19 ukiondoa 2019-2020 pale walipotolewa na UD Songo ya Msumbiji, misimu mingine yote wakishiriki ligi ya mabingwa barani Afrika, Simba break ya kwanza na ndio huishia ni hatua ya robo finali. Sasa kwa msimu huu matarajio ni kuona robo finali isiwe shida kwao, wafike na ikibidi wasonge mbele zaidi, nusu kufika finali na ikibidi kutoa ubingwa. Nani ajuae? Je, atatua kweli ndani ya Simba? Hilo ni swala la kusubiri. Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.